Baada ya kuondoka Nabii Daudi ndo anashtuka na kuja Jibril anampa wahi, anaambia wale walioondoka wale ni malaika wawili, walikuwa si watu wa kawaida, na wewe umefanya kosa. Akasema subhanallah, amekosea. Sasa ataka kufuta dhambi yake kwa Mwenyezi Mungu subhana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وشفيعنا محمد رسول الله. يا صاحب الغم إن الغم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ما لك من خير فحسبك الله في كل لك الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا رسول الله. أما بعد فيا أيها الناس، enyi ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kwanza kabisa na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumwogopa na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani malengo na maudhui hasa ya darsa kama hizi ni kukumbushana na kuondokoshana katika mambo yaliyokuwa maovu na kurudishana katika taa na mambo yaliyokuwa mazuri. Ndio nikasema mwanzo na kuhusieni pamoja nami kuihusia nafsi jua jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhana, kwani takwa ndio sababu ya kumsababisha mtu ya ayaache aliyokuwa sio, na takwa ndio sababu ya kumfanya mtu aelekee katika mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaridhia. Na yeye mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza katika sura nyingi sana kwa kumaanisha umuhimu wa takwa, kwa kuonesha kwamba takwa ni jambo si la mchezo. Ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ndio sababu yako ya kutengenezewa maisha yako katika ulimwengu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Katika sura At-Talaq Allah anasema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na yoyote atakayemwogopa na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaj'al lahu makhraja, tutamjalia sehemu yenye kutoka katika maisha yake, yani tutamuondoshia dhiki. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na tumruzuku riziki zake kwa wasaa, basi yeye mwenyewe kutarajia kwamba leo nitapata riziki hizi. Kama ilivyokuwa kwa Maryam, anaingia Nabii Zakaria anamuuliza, ya Maryam anna laki hadha, umepata wapi vyakula hivi? Maryam anajibu hivi, qalat huwa min indillah, hivi vinatokana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mwenyezi Mungu anaruzuku kwa amtakaye pasi na kukusudia, basi wewe mwenyewe kutarajia, basi na wewe kufahamu kwamba leo utaruzukiwa kitu hicho. Ni wangapi leo wanaondoka katika maisha haya ulimwengu, wanakwenda sehemu kwa kwenda, na kufika njiani hawajui wapi wanakwenda, na wakirudi wanarudi na taa, yani na chakula Allah amewaruzuku, wanarudi wanacho chakula cha kesho na cha siku ya pili yake. Ndio Mtume katika hadithi anaisimulia Aba Huraira anasema, lau tawakkaluna ala Allahi hakka tawakkali, lau kwamba nyinyi wanadamu mtamtegemea Mwenyezi Mungu kweli wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, wallahi mungeruzukiwa kama Allah anavyoruzuku ndege. Ndege wanatoka asubuhi wakiwa matumbo yao himaswan, njaa zimewabana, wayaghdu bitanan, usiku wanarudi jioni hali ya kuwa wameshiba. Yote ni takwa, kionyesha umuhimu mkubwa wa takwa. Ndugu zangu, ndio matengenezo katika maisha haya yako ya duniani na maisha ya huko tunakokwenda. Basi nalo
Na leo njooni katika darsa hii adhim. Kwa muda wa kipindi kikubwa hatujaonana kuziendeleza darsa hizi, lakini leo njooni tuziendeleze darsa hizi adhim, na tulipofikia tutakuja kuendelea masiku mengine. Lakini leo njooni muisikilize habari nzito, habari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaisimulia katika Suratus Sad. Anamuelezea na kumkumbusha nabii wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hakika katika visa hivi ibaratan liulil albab, kuna mazingatio kwa wale wenye kuamini, ni watu wenye akili katika visa. Katika visa si entertainment. Hatutoi visa kwa ajili ya kustareheshana, watu kufurahi. Maswahaba na mitume walikuwa hivi, la, tunatoa visa. Allah anasema kwa sababu liulil albab, watu wapate kutafakari, wajue, waone ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waone vipi ulikuwa mwisho wa watu waliokadhibisha. Ndio maana kutoa visa. Na ndo Allah anasema afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadhibin, hivyo nyinyi hamutembee katika ardhi mkaangalia historia ya watu wengi waliopita. Hamutembee katika ardhi mkaangalia historia ya watu ambao mwisho wao ulikuwaje. Kanu ashaddu minhum quwwa, walikuwa ni watu wenye nguvu nyingi sana, walikuwa ni watu ambao wana nguvu. Wa atharu fil ardi wa'maruha aktharu mimma amaruha, watu hao Allah alipowapa nguvu na neema katika maisha yao, wakawa wanafanya athari nyingi sana katika ulimwengu, wakawa wanaimarisha, yani athari, wakawa akthara amwalan wa auladan, wakawa na mali nyingi na watoto wengi. Mali zilikuwa ni nyingi. Wa aktharu jun, na askari walikuwa ni wengi wanao. Wa amaruha, wakajenga kuimarisha dunia, lakini mwisho wao uliondoka. Allah anasema fakasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukawaangamiza na tukawadunumiza katika ardhi, ukawa mwisho wao ni mbaya. Hakuna kilichofaidika katika maisha haya ya ulimwengu. Sasa Allah anasema tukitoa historia ya visa kama hivi, tunawasababisha watu wafahamu na kutambua ni nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratu Swad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب. Aya hizi Mwenyezi Mungu anasimulia habari ya Nabiullahi Daud. Siku moja Nabiullahi Daud, na kila mmoja anamtambua Daudi ni nani katika maisha haya ya ulimwengu. Daudi ni katika mitume. Allah anasema wasafa Nuha bi annahu kana abdan shakura wa wasafa Dauda bi annahu kana awaban sabura. Nabii Daudi huyu hasa ndo anemzungumzia kisa chake hapa, namna siku moja alipotoa hukumu kwa hukumu watu wake. Nabii Daudi alayhi salatu wasalam, siku hiyo anaingia nyumbani kwake, na ulama wamekubaliana, wanasema Nabiullahi Daud alikuwa ni mtu ambaye ana wivu mwingi sana. Alijenga nyumba yake kubwa, ilikuwa nyumba yake ni refu Nabiullahi Daud. Sasa ile nyumba yake
alikuwa anamkomelea akenda zake markiti sokoni, anamkomelea mkewe ndani ya nyumba, halafu anamwambia usitoke, na mifunguo alikuwa akichukua yeye akenda zake markiti. Kwa wivu alionao Nabii Daud. Na Nabii Daud ni yule ambaye Allah alimpa ilmu mpaka Nabii Suleimani akarithi elimu kutoka kwa babake Daud. Wa waritha Suleimana Daud, na Suleimani akarithi elimu kutoka kwa baba yake Nabii Daud. Na Daudi, wanasema ulama, alikuwa akifanya kazi ya kuvisanifu vyuma. Huyu ni katika mitume ambao watukufu sana, na Mwenyezi Mungu Subhana anatusimulia kisa chake kilivyokuwa. Anasema wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwaru almihrab. Muhammad na umma wako, je, imekufikieni habari ya Nabii Daud? Imekufikieni wa hal ataka nabaul khasmi, je, imekufikieni habari ya wagomvi wawili? Vijana wawili walikuwa wamekhisamiana, ni wagomvi. Allah anasema wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwaru almihrab id dakhalu ala Daud fafaza minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bilhaq. Allah anazungumza, anasema wa hal ataka nabaul khasmi id tasawwaru almihrab, je, imekufikieni habari ya vijana wawili walioingia, walikuwa na ugomvi, walioruka ukuta. Vijana hao walikwenda kwa Nabii Daud. Vijana hawa waliporuka ukuta, Nabii Daud yumo ndani anastaajabu, anawakuta vijana wawili wameingia. Qalu la takhaf, Nabii Daud akajengiwa na hofu kubwa, akasema vile ilikuwaje hao waingie katika nyumba yangu wakati mimi nimekomea milango? Vijana wakamwambia usiogope ya Daud, la takhaf, usiogope, asmani bagha ba'duna ala ba'd, sisi tuna ugomvi, tumehitalifiana kidogo, mimi na wenzangu huyu tumegombana. Fahkum bainana bilhaqi ya Daud, hukumu kati yetu kwa haki, usihukumu kwa upendeleo hapa. Hukumu kati yangu mimi na wewe kwa kutumia haki, usihukumu kwa upendeleo. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala adl. Kula aya katika suratul Nisa, aya Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa linnas, enyi mloamini kuweni qawamina bilqisti, mwenye kusimamia haki, si mkihukumu kwa hukumiana kwa upendeleo. Wala taqul lilkhainina khasima. Aya nyingi zimekuja kuhukumiana kwa uadilifu, kuhukumiana kwa wema. Si kila mtu awe yeye ndo jaji, si kila mtu awe ndo qadhi. Hapana, hizi ni fani maalum ambazo watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawapa. Hizi ni katika fani maalum. Allah mwenyewe anagomba kuonesha namna watu wanatakiwa hukumu katika maisha haya ulimwengu. Ukihukumu katika dunia hii, ndugu yangu, hukumu kwa wema na uadilifu. Angalia hukumu hii imefuatana na misingi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia hukumu hii imefuata misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hukumu hii imefuata misingi ya khulafa'ur rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, khulafa'ur rashidin. Fala takul lil khainina khasima, usiwe kufanya khiana kwa mahusimia wawili wanaogombana. Sasa anasema wale vijana wanamwambia ya Daud, la takhaf, usijali, khasmani bagha ba'duna ala ba'd, sisi ni wagombe wawili, tumegombana mimi na mwenzangu. Huyu unayemuona huyu tumegombana naye, fahkum bainana bil haqq, tuhukumie basi mimi na yeye, tuhukumu kwa haki. Tumekosa huko hakimu wa kutuhukumia, tumekuja wewe kwa nabii Allah,
tumekuja wewe kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunasoma historia za manabii wote walikuwa ni adil, al-adil, ni watu ambao ni waadilifu. Tumetoka huku na ugomvi wetu, tumekufuata wewe Daud, fakum bainana bil haqq, tuhukumie kati yetu kwa haki, lakini sharti wala tushtitu hadina ila sawa'i sirat, usibezi katika upande wote kati yetu sisi, usipendelee kokote kati yangu mimi na huyu kijana, hukumu kwa haki. Fa idha hakamta fahkum bil adli inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, mkihukumu Muhammad anaambia fa idha hakamta, Muhammad wewe ukihukumu Muhammad hukumu kwa haki, inna Allaha ya'idhukum bih, inna Allaha ni'ma ya'idhukum bih, Allah ni neema, ni mbora wa hukumu na anakuwaidhi kwa kutumia hukumu hiyo. Na wale vijana kwambia sharti ya Daud, fahkum bainana bil haqqi, tuhukumie kati yangu mimi na ndugu yangu kwa haki, wala tushtitu hadina ila sawa'i sirat, usipendelee katika upande wote kati yangu mimi na huyo, na tunyoshe katika njia iliyokuwa sawa. Nabii Daudi kwanza alishtuka kuona vijana ni wa aina yake, hawajui vijana wamechupa ukuta, hana vya kufanya Nabii Daud. Kijana akaendelea kumwambia tena Nabii Daud, inna hadha akhi lahu 99 najatan wa liya najatun wahid. Daud, huyu unamuona, huyu ni kakangu huyu. Nabii Daud anasikiliza kesi, unamuona huyu ni kakangu, lahu 99 naja, yeye anaangamia 99 au kondoo 99. Nabii Daudi anasikiliza ile kesi, anambia lahu 99 najata waliya najatun wahid, yeye anaangamia au kondoo 99, mimi nina kondoo mmoja tu ya Daud, ati anataka tuchanganishe kondoo wake 99 na kondoo wangu mmoja. Nabii Daud akasikiliza ile kijana, itakuwaje Nabii Daud anichanganishe katika kondoo wake wa 99 na wangu mmoja? Sasa nataka kuniibia tu huyo. Nabii Daudi hakumpa mtu wa pili, upande wa pili kuisikiliza kesi, alisikiliza upande mmoja tu. Nabii Daudi alitamka nini? Alimwambia qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aj, anataka kukuibia ngamia wako huyo. Iweje mtu anangamia 99 ataki kuchanganisha na wewe ngamia wako mmoja? Laqad dhalamaka bi su'ali na'jatik, wallahi kwa hakika huyu ni mwizi huyu, anataka kukuibia ngamia wako mmoja huyo, kwa sababu kuna siku utaingia ndani ya banda lake akwambia yule kondoo wako mmoja amekufa, kumbe amekufa wake. Iweje mtu mwenye ngamia 99? Ndugu zangu, ifahamuni vizuri statement, anangamia kondoo 99, anataka wako mmoja tumchanganye. Daudi akamwambia haiwezekani, huyu ni mwizi na anataka kukuibia. Kuna siku atakuja kukusaliti huyu, aseme yule aliyekufa ni wako, kumbe ni wake. Laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji, anamwambia wa inna kathiran min al-khulata, na wingi wanaofanya ushirika, wingi wanaofanya mashirikiano katika mambo yao, la yabghi ba'dhum ala ba'd, wanaibiana wao kwa wao. Angalia wingi mashirika mingi, ikiwa ni kampuni, ikiwa ni institution, ikiwa ni taasisi yoyote, wingi wanaofanya ushirika wao kwa wao katika mambo yao. Nabii Daudi anasema wa inna kathiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd, wao kwa wao wanaibiana. Illa alladhina amanu, isipokuwa wachache tu walioamini, hao ndo wanafanya kazi wa ushirika, hawaibiane. Na hapa ndugu zangu tunafunzwa ushirika usiokuwa na baraka, ushirika wa wizi. Union hizo zote unazoziona zina wizi, basi Allah amezipiga marufuku kwa aya hii. Wa inna kathiran min al-khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma'hum. Nabii Daudi anamwambia wachache ambao wanaofanya ushirika hawaibiani, lakini wengi wanaofanya ushirika wanaibiana. Pale pale Allah anasema, akamshtukizia Nabii Daudi, akamkumbusha wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa harra raki'an wa anab. Hata hamaki wale vijana wakaondoka,
Baada ya kuondoka Nabii Daudi ndo anashtuka na kuja Jibril anampa wahi, anaambia wale walioondoka wale ni malaika wawili, walikuwa si watu wa kawaida, na wewe umefanya kosa, umesikiliza kesi upande mmoja, hujasikiliza kesi mipande miwili. Nabii Daud akasema subhanallah, amekosea. Sasa ataka kufuta dhambi yake kwa Mwenyezi Mungu subhana, na yeye tayari ameshahukumu upande mmoja, amehukumu bila kutumia haki. Yahkum bighairi haqqin wala adlan wala sidqan wala haqqan wala kitab, amehukumu kwa upendeleo, hakutumia haya wala hadithi yoyote. Yeye aliona tu kwa mawazo yake, alimwambia mwenzake, qala laqad balamaka bisuali na'jatika ila ni'aji, huyu ni mwizi, anataka kukuibia ngamia wako mmoja. Jibrili anakuja anambia, ya Daud, ewe Daudi, wewe umekosea, innahu rajulanin, wale unawaona vijana wawili, malakanin, ni malaika wawili, yurida Allah liyubtaliak, Allah anataka kukufanyia mtihani, kukujaribu, na umefeli Daud. Basi Allah anasema wabanna Daudu annama fatannahu, na Daudi akahakikisha kabisa kwamba yeye amejaribiwa kufanyia mtihani na Mwenyezi Mungu subhana. Fastaghfara rabbahu wa harra raki'an wa ana, akaporomoka kwa Mwenyezi Mungu subhana hali ya kuwa amesujudu. Na katika aya hii ndugu zangu pana ikhtilafa nyingi za ulama. Aya hii ni katika aya miongoni watu wanatakiwa zikisomwa watu wasujudu tilawa, sijatu tilawa. Itakaposomwa suratu Sad, ukifika aya hii wadhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa harra raki'an ana, tunatakiwa watu wote, imamu aongoze maamuma kwa kutiririka, kwa kuleta sijatu tilawa kwa Mwenyezi Mungu subhana. Lakini Nabii Muhammad na maswahaba wao walikuwa hawakusujudu katika aya hii, lakini Imam Shafi na baadhi ya maswahaba wengine wao walisujudu katika aya hii. Na wanasema ilikuja kisa maarufu, anayesimulia hadithi, anayesimulia Saad bin Muadhi, anayesimulia Abu Sa'id al-Khudri, anayesimulia Abu Sa'id al-Khudri. Siku moja Abu Sa'id al-Khudri anasema raaitu fil manami, amelala katika usingizini mwake akaota amejiwa. Anasema akaota mti umekuja, akaushuhudia ule mti sio binadamu ndugu zangu, ni mti. Kwa macho yake ya Abu Sa'id al-Khudri anasema niliuona, nikaushuhudia mti. Anasema huo mti yakrau, huo mti ulikuwa ukisoma suratu Sad. Anasema niliusikia mti ukinisomea suratu Sad katika usingizi Abu Sa'id al-Khudri. Anasema ulipofika lamma wasalat fi ayati wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa harra raki'an anab, anasema mti huu ulipofika katika aya hii fakharra raki'an sujadan lillah, anasema liuhakikisha nikauona mti umetiririka chini na ukamsujudia Mwenyezi Mungu subhana. Mti ulisoma Sad wal Qur'ana dhikr, suratu Sad. Ulipofika katika aya hii Abu Sa'id al-Khudri anasimulia, niliuona mtu umetiririka chini na ukusudia sida ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema nikashtuka katika usingizi wangu asubuhi, nikaenda kwa Mtume nikamwambia, ya Rasulullah, laqad ra'aytu fil manami. Abu Sa'id kule anasema niliusikia ule mti ukisema maneno haya katika sijida yake. Wasami'tu, anasema wasami'tuha fi sijidatiha, nikausikia ule mti katika sijida yake. Yaqra'u, ulikuwa ukisema maneno haya, Allahumma, ewe Allah, mti unasema uktub liha ajri, niandikie kwa sijida yangu hii malipo. Allahumma uktub liha ajri, uktub biha ajri, niandikie malipo kwa sijida yangu hii. Wa khatta anni biha wazri, na niporomoshe madhambi yangu kwa sijida hii. Mti una dhambi wapi ndugu yangu? Kama mti unasema maneno haya, mimi na wewe tuna madhambi mangapi tumeyarumbuzika katika maisha yetu? Inaonyesha kwamba sehemu ambayo ni bora zaidi kupeleka application zako kwa msamaha kwa Allah ni sehemu ambayo uko katika sijda, kwa sababu pale Mtume anasema Allah iko karibu zaidi. Wewe ukiwa katika sijda, Mola wenu yuko karibu zaidi, ambayo karibu wake Mwenyezi Mungu subhana analisikia na anakuona. Basi ukiwa katika sijda ndugu zangu,
mti basi unapeleka maombi yake. Hebu nawe leo amka qiyamul layl, swali salatu dhuhur, swala baada swala baadia na qablia, katika sida tiririka na kusema maneno haya, uone Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Matatizo mengi ndugu yangu yanatufika watu kwa sababu haturudi kwa Mwenyezi Mungu. Tunasema sehemu ya kwenda kumaliza matatizo yetu ni sehemu ambayo kwa washirikina, ni sehemu ambayo wasiokuwa wanatumia kitabu na sunna. Matatizo yetu yamaliziwe katika ibada, yamaliziwe katika sijda. Na Mtume anasema fakamilun an yustajaba lakum, thibitisheni katika sijda yenu dua zenu mtakaoomba mtajibiwa. Peleka pale shida yako, sema ya Allah, dhaqat alayya al-ardu bima rahbat, ya Rabbi, ardhi kwangu mimi imekuwa zito, imekuwa ardhi nyembamba na upana wake, basi ya Rabbi ruzuqna rizqan halalan tayyibatan mubarakan fi, ya Rabbi ni rizuku, rizqa ya halali nzuri yenye baraka ndani yake. Watizame ukiondoka pale ndugu yangu, uangalie, uondoke pale tu katika sijida yako, njiani utakutana na mtu anakupa salamu alaikum, kakuachia 300. Utastaajabisha. Ndio Mwenyezi Mungu Subhana, kama mtu unatushinda fadhaila kubwa kama hizi, unasema maneno mazito, yasikilize maneno aliyozungumza mti, anasimulia Aba Said al-Khudri. Sema Allahumma uktub liha ajri, ya Rabbi niandikie malipo yangu katika sijida yangu hii, wa khatta anni biha wazri, na nifutie dhambi zangu katika sijida hii ya Rabbi, wa khatta anni biha wazri, nifutie dhambi zangu. Fataqabbalaha minni kama taqabbalaha min abduka Daud. Mtu unasema nitakabalie dua yangu kama ulivyomtakabalia msamaha Nabii Allah Daud. Na ndo aya hii katika sura hiyo sura Sad, na kisa hiki tunamzungumzia nani? Nabii Allah Daud. Haya mambo haya ndugu zangu, ukiangalia kwa mtazamo utadhani kama kwamba huu mti uliusikia siku moja Nabii Allah Daud ikipeleka application zake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusujudu. Aba Saidi anasema na muhadithia Mtume maneno haya, naambia ya Rasulullah, niliuota mti katika macho yangu usingizini mwangu, nikauona, ukaja ukaisoma suratu Sad. Ulipofika katika aya hii, mti huu kasujudu, na nikausikia, wasami'tu fi sajdatiha, nikausikia katika sijida yake akisema Allahumma uktub bilha ajri wa khatta anni biha wazri fataqabbalaha minni kama taqabbalaha min abduka Daud. Mtume akamwangalia yule Aba Said al-Khudri akamwambia, je, baada ya kuona hapo ulifanya kitu gani wewe? Akaambia ya Rasulullah, nilishtuka. Baada ya kushtuka usingizini mwako ulifanya kitu gani wewe? Akaambia ya Rasulullah, sina nilolifanya mimi, niliondoka ndo nimekuja kwako wewe kukwambia. Anasema Aba Said akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasujudu. Akasujudu kwa ile ndoto anamuhadithia kwa aya hii, Mtume akasujudu. Anasema na nikamsikia Mtume katika sijida yake akisema maneno yale yale uliokuwa ukisema ule mti. Wasami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nikamsikia Mtume akisema maneno yale yale ule mti uliokuwa ukisema. Maneno gani? Allahumma uktub liha ajri wa khatta anni biha wazri faqad fataqabbalaha minni kama taqabbalaha min abduka Daud. Maneno yale yale Mtume alikuwa akisoma. Mtume akamwambia ya Aba Said, anta ahaqu bisujuda minha. Akamwambia ya Aba Said, wewe ulikuwa una haki zaidi ya kusujudu kuliko ule mti. Na hii ni amri ndugu yangu, haambiwi Aba Said peke yake, naambiwa mimi Muhammad na wewe Ali na Uthman. Hatuambiwi kama ulikuwa kiambua Aba Said peke yake. Hapana, tunaambiwa mimi na wewe kwamba katika aya hii tukifika tusujudu, shida zetu tuzipeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Nabii Allah Daud fakharra raki'an wa anab, akaporomoka kwa kusujudu, kwa kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lile kosa alilolifanya. Allah akamwambia ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baina an-nas bil haqq. Allah sasa akamkumbusha mtume wake kwa kumwambia ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wewe tumekufanya khalifan, tumekufanya leader, tumekufanya caliph, tumekufanya kiongozi, we amir, basi fahkum baina an-nas bil haqq. Tumekuona, tumeshakuona umehukumu kwa watu bila kufuata uadilifu. Leo sasa fahkum baina an-nas bil haqq, kuanzia leo hukumu kwa watu fuatia uadilifu. Sikiliza zote Said,
both party of dispute, yani sikilizia matatizo, kesi kwa watu wote wawili. Usisolve dispute kwa party moja tu, utakuwa wewe bado hujawa mwadilifu. Sasa ukihukumu, fakum baina an-nas bil haqqi, hukumu wala tattabi'u al-hawa an tudil, usifuate mapenda moyo ya watu, watakupotoza katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhana. Ndugu zangu, Nabiullahi Daudi baada ya kuamua maneno haya na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama wanasema hakuwahi tena katika maisha yake kwenda kombo tena kwa hukumu alizozitoa kama hizi, kwa kuhukumu katika mambo haya ya duniani. Alihukumu kwa uadilifu. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, kisa kama hichi kifupi lakini kinatufunza, idha hakamta bainana fahkum bil adli wal ihsan, tukihukumiana kati yetu sisi basi tuhukumiane kwa wema na uadilifu. Ikiwa Nabiullahi Daudi alayhi salatu wassalam ni mtume wa Allah, Allah amemkosoa na kumwambia hukumu kwa watu kwa uadilifu. Iweje mimi na wewe ukiwa ni chief justice, ukiwa ni qadhi, ikiwa ni jaji, hukumu kwa uadilifu, wala usikubali kuletewa vurunguti la fedha ukasema fulani kweli amefanya kosa ikiwa yeye hajafanya kosa, na aliyefanya kosa ukamwambia yeye hakufanya kosa, ukahukumu kwa upendeleo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatusubiri siku hiyo, siku ambayo haina msaada, siku ambayo hiyo fedha uliyopewa haikusaidii. Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo haitomfaa mtu yoyote mali yake ulikuwa ukipewa, wala watoto wako wengi walikuwa wakikusaidia katika kazi zako, lakini illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa mtu mwenye kuja kwa Mwenyezi Mungu moyo wake umesalimika na kila aina ya dhulma na dhambi nyinginezo. Ikhwatal iman wal islam, ndugu zangu, njoni tena katika darasa zitakazofuata tuendeleeni kisa cha Nabiullahi Daudi, tumsimulieni sasa alivyozaliwa mpaka anapewa utume, ambao visa hivi sio maarufu sana watu kuvizungumza. Basi biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala katika darasa zitakazofuata tutamzungumzia Nabiullahi Daud, ikiwa katika msikiti huu au katika misikiti mingine. Njoni tena biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم ربنا سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.